baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watukufu wa Islam, kwa mara nyingine na wasalimia kwa salamu ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya kuweza kurudi tena katika mji wa Isiolo. Lakini nilikuwa najua inaitwa Isiolo, lakini watu wakaniambia usiseme Isiolo, sema Siolo. Hivyo ndio inaitwa. Jambo la pili, ni juhudi ya watu ambao walikuwa wamejitokeza, na nakumbuka miaka zaidi ya miaka 2 iliyotangulia nilipoanza da'wa Isiolo, nilianza katika msikiti huu wa Ansar wakiongozwa na Imam Muhammad Hussein, Mwenyezi Mungu amjaze khairi, na akaniandama kwa muda mrefu nipate kurudi tena. Allah mlipe kwa juhudi zake, pamoja chini ya uongozi wa Soha. Mnajua Soha sio? Star of Hope, chini ya Qari Abdul Razak. Allah awajaze khairi kwa kunisahalishia ujio wangu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi yote inayofanyika katika mema mizani hasanati yao siku ya kiyama. Bila kusahau watu wa Isiolo, watu wa Texas wamenikaribisha vizuri, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi siku chache ambao tutakuwa pamoja atie baraka katika juhudi zetu na tutakabalia inshallah. Watukufu wa Islamu, mada ya leo ni mada ambayo ni nzito sana. Mada niliyoandalia ni mada ambayo yatakana, kabla hujasikiza kwa masikizi yako, yatakana uipokee kwa moyo wako, kwa sababu ni mada ambayo mimi mwenyewe nilipokuwa naandaa huku naogopa nizungumzie nisizungumzie, kwa sababu namzungumzia juu ya Mwenyezi Mungu. Na leo nataka tuangazie juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali juu ya kiumbe mkubwa zaidi aliyemuumba, nayo tutaangazia juu ya arshi ya Allah jalla jalaluhu. Arshi hii ni makhluq, ni kiumbe cha Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba arshi hii aliumba kabla hajaumba mbingu na ardhi. Na arshi hii ni tofauti na kursi. Kursi, asema Ibn Abbas radiyallahu anhu, wal kursi mawdi'u qadam. Kursi ni stool, kiti kidogo ambapo mmoja wetu anapokaa juu ya kiti yawekea miguu yake, stool. Na hii kursi ukilinganisha na arshi ni kiti cha enzi cha ufalme, na ukilinganisha utaona kwamba kuna tofauti kubwa baina kursi na arshi. Na hii kursi yenyewe ni kubwa kuliko mbingu na ardhi saba na mbingu 7 zikiletwa kwa pamoja. Kursi ni kubwa kuliko hiyo. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Na arshi ukilinganisha na kursi ni kana kwamba umechukua chuma ukarusha katika jangwa sehemu kubwa mpaka utafikiri haionekani. Ikiwa hiyo ndo hali ya kursi ukilinganisha na arshi, je, mbingu ukilinganisha na arshi itakuwa vipi? Je, mimi na wewe ukitulinganisha na arshi itakuwa vipi? Subhana. Allah subhanahu wa ta'ala auliza katika kitabu chake swali, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Je, wako sawa yule ambaye aliyeumba na asiyeumba? Hawako sawa. Allah ni muumba, al-Khaliq. Afala tadhakkarun. Na kiumbe kubwa zaidi, akbarul makhluq, ni arshi, kiti cha enzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiti hii ulama wameisifu wakasema sarirun dhu qawaim, ni kana kwamba ni kitanda ambayo iko na miguu. Si kiti iko na miguu 4, kadhalika arshi ya Allah iko na miguu.
na imebebwa na malaika kiti hicho. Tahmiluhu almalaika, na wanakuibeba kiti hicho cha enzi, kiti cha ufalme, ni malaika. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atupa mfano wa masafa iliyoko baina mbingu na ardhi. Atueleza namna mpangilio Allah alivyopanga viumbe. Akasema sallallahu alayhi wasallam, baina as-samai ad-dunya wallati taliha, baina masafa ya mbingu hii ya kwanza tunaona samai dunia, na hii samai dunia kuna baadhi ya nyota watu wa NASA wakiangalia kwa telescope hawapimi kwa umbali wa kilomita, wamekuwa ni wenye kuhisabu kwa umbali wa light years, masafa ya mwangaza inavyochukua. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema hii mbingu ya dunia ukilinganisha umbali ulioko na mbingu inayofuata, mbingu ya sita, kwa sababu hii ni mbingu ya saba, mbingu ya sita wa hakala, au mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, ya tatu mpaka ya saba. Sasa hii mbingu ya dunia ukilinganisha na mbingu ya pili, masafa leo mmoja wenu atasema yataka kutembea, itamchukua muda miaka 500 kutembea. Wa baina kulli sama'in 500 am, na umbali wa kila mbingu ukiangalia miaka 500 miaka 500 miaka 500. Kisha sema Rasul sallallahu alayhi wasallam, wa baina as-sama'i as-sabi'a wal kursi 500 am, na umbali ulioko baina mbingu ya saba ukifika ni kursi, sehemu miguu huwekwa, ni umbali wa miaka 500. Na baina hiyo kursi kisha kuna maji, juu ya hiyo maji ndo kuna arshi ya Allah. Nafikiri tumejua mipangilio, sio? Tuna ardhi, mbingu ya dunia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, sawa? Kisha kuna arshi, kisha kuna maji, kisha kuna kursi, kisha kuna maji, kisha kuna arshi ya Allah, na Allah yuko juu ya arshi yake jalla jalalu. Narudia tena, dunia, mbingu ya dunia, mbingu ya kwanza hiyo, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, kisha kursi, kisha maji, kisha arshi, kisha juu ya arshi ni nani? Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Na umbali ulioko baina kila mbingu tumesema ni ngapi? Masafa miaka 500 kwa maneno, kwa mujibu wa maneno bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema wal kursiyu 500 am, wa baina al kursiyu wal ma'u 500 am, wal arshu fawqa al ma' wallahu fawqa al arsh la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Na Allah akiwa juu ya mbingu, mbingu ya saba, juu ya arshi, juu ya kursi, juu ya maji, kisha juu ya arshi, kisha juu ya arshi ndo Allah. Basi Rasul sallallahu alaihi wasallam asema wallahu fawqa al-arsh, na Mwenyezi Mungu yuko juu ya kiti cha enzi, kiti cha ufalme, na akiwa kule juu la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum, Mwenyezi Mungu hashindwi kuona vitendo vyenu, yaona pale pale alipokuwa kule juu. Subhanallah. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu hiki kiti cha ufalme. Katika sifa ambayo Mwenyezi Mungu aliisifu na ametutajia arshi, neno arshi imetajwa, kiti cha enzi cha ufalme kimetajwa katika Qur'ani mara 20. Al-arsh, neno al-arsh, kiti cha enzi, kiti cha ufalme, imetajwa katika Qur'ani mara 20, tofauti na kursi imetajwa katika ayatul kursi. Na kila anapotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza juu ya sifa ya arshi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu bil azama, ameisifu kwamba imetukuka. Katika sifa ambayo Mwenyezi Mungu ameisifu arshi yake ni kwamba ni adhim. Allah asema fa in tawallaw
faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mara utaona Mwenyezi Mungu aisifu arshi yake kwamba ni al-Karim, fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Mara utaona Mwenyezi Mungu akiisifu kwamba ni al-Majid, dhul arshil majid, fa'alun lima yurid. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza sifa hii arsh kwamba iko na miguu. Na ushahidi kwamba arshi hii iko na miguu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, watu wakifufuliwa siku ya kiyama, mtu wa kwanza atakayefunguliwa kaburi lake na kutolewa ni mimi. Lakini asema nikifika chini ya arshi ya Allah, namuona Nabillahi Musa ameshika moja katika miguu ya arshi ya Mwenyezi Mungu, amenitangulia. Paka nitajiuliza, huyu Nabillahi Musa alifufuliwa mbele yangu ama yeye ndo alifufuliwa mwanzo? Asema sallallahu alayhi wasallam, annasu yus'aquna yawm alqiyama fa akunu awwalu man yufiq. Watu watakuwa ni wenye kupigwa na sa'q ni kwamba ikipulizwa tarumbeta au parapanda, Allah subhanahu wa ta'ala tajalia itakuwa ni shock, watu watakuwa ni wenye kuanguka na kufa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kisha sema Rasul sallallahu alayhi wasallam, fa akunu awwalu man yafiq, mimi ndo nitakuwa kwanza mwenye kufufuliwa. Fa idha ana bi Musa, mara ghafla nikifufuliwa nikielekea mahali arshi ya Mwenyezi Mungu iliyopo, mara namwona Musa mbele yangu, akhidhun biqaimati min qawaim al-arsh, ameshika moja katika miguu ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Fala adri, sijui nikimwona Nabillahi Musa nitashangazwa, afaka qabli am juziya bisaqati at-tur. Je, huyu Nabillahi Musa alikuwa mbele yangu ama aliepushwa na hii sa'q ambayo labda siku aliposema yataka kumuona Nabillahi Musa alipotaka kumuona Allah akamwambia lan tarani walakin انظر ila aljabal. Allah akamwambia angalia jabali, in istaqarra, ikikaa palipake basi wewe utaweza kuniona. Sasa ile jabali Mwenyezi Mungu alipoionyesha nuru yake, Nabillahi Musa wajua alikuwa akizungumza na Allah moja kwa moja, akafurahi, akamwambia Allah, nataka nikuone. Allah akamwambia huwezi kuniona, nuru yangu huwezi kuhimili. Ambaye Allah, nataka nikuone. Allah akampa challenge, ambia si wewe, wacha nikashifu nuru yangu jabali hii nione, ikiweza kuhimili mwangaza wangu basi utaweza kuniona. Allah alipoitoa akakashifu nuru yake kidogo tu, ile jabali ikalepuka, ikashindwa kuhimili nuru ya Allah, na ile mlepuko ikamshtua Nabillahi Musa mpaka akazimia, akakosa fahamu. Hasa Nabillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mpaka nitakuwa ni mwenye kujiuliza, ile mshtuko aliyopata juu ya jabali ndio ilikuwa sababu ya Nabillahi Musa aepushwe na mshtuko wa siku ya kiyama, ndio ikampelekea afike mbele yangu chini ya arshi, ama ndio vipi? Nitachanganyikiwa. Ulama wakasema hadithi hii ni dalili ya kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu iko na miguu, kama vile kiti iko na miguu minne, arshi ya Mwenyezi Mungu pia iko na miguu ambayo itakayosimamia. Hii ndio sifa ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Tunaposema arshi ya Mwenyezi Mungu ni adhim, ya kusudiwa nini? Allah anapoisifu kwamba ni adhim, kwamba ni kubwa na ni pana ajabu, subhana. Anaposifu kwamba ni majid, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abainisha kwamba iko juu, imenyanyuliwa. Na naam, imenyanyuliwa juu ya ardhi, imenyanyuliwa juu ya mbingu saba, imenyanyuliwa juu ya kursi, iko juu al-Majid. Na Mwenyezi Mungu akisifu kwamba ni karima, kiti chake cha enzi cha ufalme ni karim, bimaana jamilun bishakl, yani yapendeza, yavutia. Ukiona arshi ya Allah namna alivyoiumba na kuitengeneza. Allah ametaja al-arsh katika Qur'ani zaidi ya mara 20, na Rasul sallallahu alayhi wasallam abainisha ya kwamba arshi hii Allah alipoumba ndo kiumbe cha kwanza alichoumba Allah.
Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un qabla wa kana arshuhu ala alma, Mwenyezi Mungu alikuwepo na kabla yeye kulikuwa hakuna mwingine. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, alikuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam abainisha ya kwamba kiumbe cha kwanza kilichoumbwa ni arshi ya Allah. Asema sallallahu alayhi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un qabla, Allah alikuwepo na kulikuwa hakuna mwingine kabla yake. Wa kana arshuhu ala alma, na kiti chake cha enzi cha ufalme kilikuwa juu ya maji. Kisha asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, thumma khalaqa as-samawati wal ard, kisha baada hapo Allah akaumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo kabla mbingu na ardhi kuumbwa kulikuwa na nini kabla hapo? Arsh. Na Mwenyezi Mungu asema, wa kana arshuhu ala alma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na kiti cha enzi na kiti cha ufalme kilikuwa juu ya maji. Na Allah alipoumba arshi, baada hapo ndo akaumba mbingu na ardhi. Ndipo ulama wakasema awwalul makhluq, kiumbe cha kwanza alichokiumba Mwenyezi Mungu ni arshi yake subhanahu wa ta'ala. Na hii arshi tushaeleza kwamba ipo juu na ipo juu ya maji. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatueleza ya kwamba hii arshi ndo kiumbe cha kwanza. Kando na hayo, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza ya kwamba arshi iko juu kabisa, kama vile alivyotueleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika nukta muhimu ambapo tutatakana tufahamu kuhusiana na arshi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba ukubwa wake Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam umetufafanulia, akatueleza juu ya ukubwa wa arshi ya Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mifano miwili ili tupate taswira vipi arshi ya Allah ilivyokuwa kubwa. Njia ya kwanza aliyotumia Rasul sallallahu alayhi wasallam kutueleza juu ya arshi ya Mwenyezi Mungu ni kutueleza juu ya malaika waliobeba arshi. Je, malaika wamebeba arshi ya Allah? Naam, na wako 8, na malaika hawa watashukisha arshi ya Allah siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8, na wanaibeba arshi ya Allah siku hiyo malaika 8. Hatujaona arshi, lakini Rasul aliona usiku wa Isra wal Mi'raj, na akawaona hao malaika waliobeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema sallallahu alayhi wasallam, udhina li, nimepewa idhni na Allah, kwa sababu Rasul hawezi kufanya jambo bila kupewa ruhusa na nani? Na Allah. Asema udhina li an uhadditha an malaki min malaikati llah min hamalati al-arsh, nimepewa ruhusa niwahadithie na niwaeleze juu ya malaika wa Mwenyezi Mungu, hasatan mmoja katika wale malaika ambaye anaibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema nilipomuona malaika huo na ukubwa wake, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alinyanyuliwa usiku wa Isra wal Mi'raj baina Makkah na Baitul Maqdis, alibebwa na kiumbe anayejulikana kama Buraq, baina farasi na mule. Kisha kuanzia ardhi mpaka mbingu ya 7 alishikwa mkono na Jibril alayhi salam, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita kuelekea 7. Alipofika mbingu ya 7, asema namuona kila Jibril anapomkaribia Allah, namuona yuanza kuwa mnyenyekevu, yuogopa. Katika hali kama hiyo, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, nikamwambia Jibril, twende. Jibril akamwambia, sina ruhusa kupita hapa, sijawahi kupita hii level. Muhammad, twende, nenda kivyako. Ambia tumekuja pamoja, twende, usiniache hapa. Ambia wewe nenda kazungumza na Allah peke yako. Akanyanyuliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaingia, akaona arshi ya Mwenyezi Mungu na malaika wake. Ar-Rasul asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, nikamwona mmoja ya malaika miongoni mwa malaika wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, ukubwa wake na vile alivyokuwa mkubwa. Asema ma baina shahmati udhuni ila atiqi
masafa iliyoko. Nataka mtoto mdogo, njoo usiogope, njoo. Shida nimevaa imama, ningeonyesha mimi. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Usiogope, sawa, simama hivyo hivyo ulivyosimama. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ma baina shahmati udhuni. Shahma ni hii nyama ya sikio, mahali wanawake hutoboa kipuli, sio? Ma baina shahmati udhuni wa atiqi, na bega. Kwa hivyo ni masafa ya shingo peke yake. Asa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema lau mmoja wenu atatembea masafa iliyoko baina nyama ya sikio na bega, akisema atatembea itamchukua miaka 500. La ilaha illa Allah. Je, ukiongeza kichwa, ukiongeza mkono, ukiongeza mpaka miguu itakuwa miaka mingapi? Na hao ndo malaika wanaobeba arshi ya Allah jalla jalaluhu. Jazakallahu khair. Karibu. Ya subhanallah. Ikiwa hivyo ndo ilivyo, je, arshi ya Mwenyezi Mungu itakuwaje? Tena wanaobeba ni wanani? Na hawa wanaobeba